Jeshi la Marekani limetumia kwa mara ya kwanza ndege ya kivita ya masafa marefu aina ya B1 Lancer katika mashambulizi yake dhidi ya Iran, hatua inayotafsiriwa kama ongezeko kubwa la uwezo wa kijeshi unaotumiwa na Washington katika operesheni zinazoendelea dhidi ya malengo ya kijeshi ya Iran. Kwa mujibu wa ripoti ya tovuti ya Axios iliyonukuu maafisa wa Marekani, ndege hiyo ya B1 ilitumika siku ya Jumanne, Julai 21 mwaka 2026 kushambulia maeneo yanayohusishwa na kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Hii ndiyo mara ya kwanza tangu kuanza kwa mapigano mapya kati ya Marekani na Iran takribani siku 12 zilizopita, ambapo aina hiyo ya ndege imetumika katika operesheni za kivita dhidi ya Iran. Ripoti hiyo inaeleza kuwa ndege hiyo iliondoka katika kituo cha anga cha Marekani kilichopo nchini Uingereza kabla ya kuelekea eneo la operesheni. Safari yake ilifuatiliwa kupitia mifumo ya mtandaoni inayorekodi mienendo ya ndege za kijeshi, jambo lililozua tahadhari miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya usalama na ulinzi. Ndege ya B1 ni miongoni mwa ndege za kisasa zaidi za mashambulizi ya masafa marefu zinazomilikiwa na jeshi la anga la Marekani. Ina uwezo wa kuruka umbali mrefu kwa kasi kubwa na kubeba mzigo mkubwa wa silaha. Inaweza kubeba hadi mabomu 24 yenye uzito wa zaidi ya kilo 900 kila moja, au makombora mengi ya kisasa ya anti-cruise yanayoweza kushambulia malengo kwa usahihi kutoka umbali mkubwa bila kuingia moja kwa moja katika maeneo yenye ulinzi mkali wa anga. Wachambuzi wa kijeshi wanaeleza kuwa kuingizwa kwa ndege ya B1 katika kampeni hiyo kunaonyesha kwa Marekani imeongeza kiwango cha nguvu kinachotumika dhidi ya Iran na imepanua aina ya silaha zinazotumiwa katika operesheni zake za kijeshi. Hatua hiyo pia inaweza kuashiria kwa Washington imeanza kulenga maeneo yenye ulinzi mkubwa au malengo yanayohitaji uwezo mkubwa wa kushambuliwa kuliko ilivyokuwa katika siku za awali za operesheni hiyo. Licha ya ripoti hizo, kamandi kuu ya jeshi la Marekani haikutaja moja kwa moja matumizi ya ndege ya B1 katika taarifa yake rasmi kuhusu mashambulizi yaliyofanyika siku hiyo. Badala yake, CENTCOM ilieleza kwa vikosi vyake vilifanya mashambulizi yaliyolenga vituo vya operesheni za kijeshi za Iran, uwezo wa vikosi vya majini, hanga za ndege za kijeshi, vituo vya matengenezo ya ndege zisizo na rubani, pamoja na miundombinu ya usafirishaji wa vifaa vya kijeshi. Kwa mujibu wa CENTCOM, lengo kuu la mashambulizi hayo lilikuwa kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia usafirishaji wa meli za kibiashara katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine kimataifa. Marekani imekuwa ikisema kuwa operesheni zake zinalenga kulinda uhuru wa usafiri wa baharini na kuzuia mashambulizi dhidi ya meli zinazopita katika eneo hilo. Matumizi ya ndege ya B1 yanaongeza uzito wa operesheni za Marekani kwenye kipindi ambacho mvutano kati ya Iran na Marekani umeendelea kuongezeka kutokana na mashambulizi ya pande zote. Katika siku za hivi karibuni, Marekani imekuwa ikitangaza mashambulizi ya kila usiku dhidi ya malengo mbalimbali ya kijeshi nchini Iran, huko Iran nayo ikiendelea kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea maeneo yenye maslahi ya Marekani na washirika wake katika Mashariki ya Kati. Hatua hiyo pia inaashiria kuwa Marekani ipo tayari kutumia uwezo wake mkubwa wa anga ikiwa itaona kuna haja ya kuongeza shinikizo la kijeshi dhidi ya Iran. Ndege za B1 zimewahi kutumika katika operesheni mbalimbali duniani kutokana na uwezo wake wa kubeba silaha nyingi na kushambulia malengo ya kimkakati kwa umbali mrefu. Hivyo kuonekana kwake katika operesheni dhidi ya Iran kunachukuliwa kwa ujumbe wa wazi wa kuonyesha nguvu za kijeshi za Marekani. Wakati huo hali ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati imeendelea kuwa tete, huku kukiwa na hofu kwamba kuongezeka kwa matumizi ya silaha nzito na ndege za mashambulizi ya kimkakati kunaweza kuongeza hatari ya kupanuka kwa mzozo huo na kuhusisha mataifa mengine ya kanda endapo juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano hazitazaa matunda.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.